tunahamia kwa wazee wa Yanga bwana. Walitisha press yao na kuna maneno mazito sana waliyatoa. Walisema tarehe 15 endapo bodi ya ligi itawapatia itaingia uwanjani pamoja na waamuzi na kukagua timu ya Simba ndio itakuwa mwisho wa ligi. Na wakasema kiongozi yote wa Yanga atakayepeleka timu uwanjani itakuwa yani milango iko wazi aondoke hata kama ni engineers. Hiyo ndio nilikuwa nakwambia hapa. Yani ni kutumia mamlaka vibaya. Yani watu wanaoamini bila vizuri wanaipenda klabu yenu kwa mapenzi yao yote. Wanakubaliana kwamba klabu yenu ni moja kati ya klabu kubwa kwenye nchi yao. Alafu nyinyi mnawaadhibu kwa sababu ya mapenzi yao. Huo ni utumiaji mbaya wa mapenzi ya watu. Sijumeelewa vizuri Mtu anakwambia kwamba akiona kiongozi yote anaipeleka timu tarehe 15. Akiona kiongozi yote anapeleka timu tarehe 15. Basi anapaswa kufanya nini? Kuondoka kwenye klabu. Tuongee ukweli, Jerry. Kama klabu ingekuwa inaongozwa na wanachama wote na kadhalika, hivi ingekuwaje? Sasa kwa nini walichagua uongozi? Lakini wanawake kutoa maoni yao. Yale sio maoni, ile ni amri. Simula vizuri. Unajua maoni? Maoni unaweza kukaa chini ukawashauri. Tena maoni ambayo yana logic. Kashauri, kaambia uongozi bwana hichi mnachokifanya. Sio kuwaingilia kwenye maamuzi. Lakini umeingia hata kwa TFF umesema nao wakipeleka na wao wakaguzi wao wakaikagua ile mechi, wakapitisha kama kuko kuna mechi na alama 3 wakawapa Simba ndio itakuwa mwisho wa mpira. Sasa wewe unaona hiyo ni akili? Yaani tuongee ukweli. Sasa wao wana mamlaka gani ya kuwakatalia wao TFF na bodi ya ligi? Wana mamlaka gani? Watawafanya nini? Sio ndio mwisho wa ligi hatujajua. Wewe unaona utakuwa ni mwisho wa ligi? Wewe ni kwamba kuna shida hapo. Shida kwa wazee wa Yanga. Haya mambo ndio maana nikiongea mwisho wa siku kuna watu wanaona mimi na adi. Mmoja hapo yupo hapo. Tuongee ukweli. Ndio utakuwa mwisho wa ligi. Kwa lipi? Kwa logic tu ya kawaida, kwa lipi? Waulize wazee wa Yanga pale, kwa lipi utakuwa mwisho wa ligi? Kwa sababu wao wanachokifanya sasa. Wanatishia kuiondoa Yanga. Yanga kwa sababu ya ukubwa waliokuwa nao. Wanaamini Yanga kuwepo kwenye ligi ndio ushindani unaongezeka kwa sababu wapo na Simba Sports Club. Kwa hiyo wadhamini nani wote wanakuja kwa sababu ya Simba na Yanga. Na ndio maana nikasemaje? Tumekosea sana na tunaendelea kukosea kuendelea kuwapa nguvu kubwa sana Simba na Yanga. Ipo siku watakuja watatukosti kama tutobadilika. Ipo siku na kuhakikishia watakuja watatukosti. Yeye watakosti kabisa ligi nzima. Lakini mbona hapo ukisema kwamba wanajitoa, kauli yao kubwa ilikuwa sio kujitoa, walisema kwamba watapeleka kesi mahakamani. Hiyo tena kwa sababu ya Paulo. Yaani maana yake kuipeleka kesi mahakamani maana yake sinataka ligi iharibike. Si kama vile tenye timu yenu mnataka iondolewe tu hivi timu kama Namungo inaweza na yenyewe kapeleka kesi mahakamani. Haiwezi kupeleka. Sio nakwambia timu kama Namungo sio nini haiwezi kupeleka au timu yoyote KMC hawawezi kupeleka nje ya Simba na Yanga kwa sababu wanaona wao wana nguvu. Na ndio maana hapa katikati waliwahi kususia bidhaa za moja kati ya mdhamini. Walimwambia tutakuwa tununui sipi na nini. Yaani wanawanyanyasa. Nani wale? Usifahamu. Sasa kwa siasa kwani uongo? Wanawanyanyasa kwa mfano Azam Media, wanawanyanyasa watu wengine ambao wamejaribu kuomba zile haki za matangazo kutoka kwao kwa sababu tu wana huo mtaji wa mashabiki wengi, wana hiyo power. Umeelewa vizuri ya mvuto ya kuvutia wadhamini kuja kuwekeza. Kwa hiyo wanatumia hiyo loophole kuwanyanyasa watu. Kwa hiyo hata kama wakifanya mambo ya kipuuzi, wao wanataka muyasupport tu. Hawataki kukosolewa, hawataki kufanya nini, hawataki kufanya nini. Haya ni madhara makubwa ya kuzipa nguvu kubwa sana Simba na Yanga. My brother, nakwambia ukweli. Kama hii ligi timu zote zingekuwa zina mzani ambao unafanana au uongozi
wa mpira wa miguu kwa mfano kama TFF, bodi ya ligi, wangesimama imara na kuzitengenezea mazingira hizi timu zote kuwa na power ambayo inafanana. Simula vizuri. Of course ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini kama uongozi wa mpira wa miguu unaweza ukatengeneza pia nafasi ya hizi timu kutokujiona zina nguvu, au wana mapinduzi kama sisi watu wenye mpira. Simula vizuri. Tulipaswa kutengeneza timu hata 2 ambazo zinaweza zikawa na nguvu na zikaja zikautikisa utawala wa Simba na Yanga. Kwa ni Azam ameshindwa wapi? Kuna eneo Azam nafikiri wamefeli. Bado wamefeli yani. Na hisi ni kwenye issue ya mentality. Azam wamefeli kwenye issue ya mentality. Bora uongozi pia na viongozi ambao wanaushikilia mpira wetu pia wameshindwa kuwasaidia kuutikisa utawala wa Simba na Yanga ambao utatupa shida sana. Utatutesa sana utawala wa Simba na Yanga. Utatutesa mno, na utatutesa kwa sababu wanajiona wanapendwa sana. Hata mwanamke au mwanaume akiona wanapenda sana, atakunyanyasa wewe kwenye mapenzi wewe mpaka utajuta. Mimi nakwambia ukweli. Seriously, unajua mimi ninachokwambia hichi ukikaa kitafakari ni cha msingi mno, ndio utaona haya mambo yote ambayo yanatokea hivi sasa. Yaani haya yote ni kwa sababu ya mapenzi ya Watanzania kwa Simba na Yanga. Ndio maana unakuta mtu anaweza akatetea vitu vya kipuuzi, wao wakawa wanapenda kutishia, mara tutajitoa, mara tutaki waandishi wa habari mzungumzie Nandi dabi, kwa sababu wamewakataza mpaka habari wasizungumzie, wadhamini wenyewe wa matangazo wamefuta mpaka matangazo. Sijui umeelewa vizuri. Shida ni mapenzi, mpaka viongozi ambao wapo kwenye mpira wetu wakubwa na wenyewe wanavipenda hivi vilabu, na ndio maana wamekuwa wakitoa favors nyingi sana kwa hivi vilabu vikubwa. Dawa ni moja. Wadau wa mpira, wapenzi wa mpira wa miguu, ukiwa na mwanamke ambao unampenda sana ukazidisha mapenzi ukazidisha sana, jaribu kujitahidi kumtafutia mchipuko. Ukiwa yani una mapenzi makubwa na mwanamke wako alafu yani unampenda ile real love afu yakawa na kunyanyasa. My brother, dawa pekee ya kuweza kukiepuka hicho kijiti cha maumivu ni kumtafutia nini? Mchipuko. Simba na Yanga, ili tuvunje haya manyanyaso yote, kabaila ambao unaendelea, mambo ya kutishana sijui nini, kwa sababu ya mapenzi ya Watanzania kwao. Lazima tuwatafutie vilabu viwili vyenye nguvu strong vitakavyotikisa utawala wao. Trust me. Simba na Yanga leo hii wangekuwa na klabu inawatikisa kama vile Mamelodi Sundowns. Unaona Mamelodi Sundowns wamewatikisa Orlando Pirates, wamewatikisa Kaizer Chiefs. Baada ya kuwatikisa wale, umeona mpira wa Afrika Kusini si wadhamini wameenda kukaa. Si wapo Mamelodi Sundowns wametawala soka vizuri tu. Kwa hiyo ili kuondoa haya manyanyaso yote na hawa kututishia tu na kadhalika, ni lazima watafutiwe mchipuko na lazima watafutiwe timu 2 strong zije kutikisa utawala wao. Kaka, ndo wadhamini watakuwa salama. Bila kutikisa utawala wa Simba na Yanga na hii nguvu waliokuwa nayo, mapenzi makubwa kutoka kwa mashabiki wengi wa mpira, kila anayezaliwa, wakina Sport Point wakizaliwa wote ni Simba na Yanga, kina Bilali wakizaliwa ni Simba na Yanga. Kaka, na kuhakikishia watatunyanyasa hawa mpaka siku tunaondoka na ndi duniani hapa. Basi tumalizie na hili, wewe timu gani? Mimi ni timu yoyote ambayo inafanya vizuri hapa Bongo duniani. Hapa Bongo hapa Bongo mimi siwezi kuwa na timu kwa sababu mimi sipendi hichi kinachoendelea. Unataka kushabikia timu yoyote? Na sitaki kushabikia timu yoyote kwa sababu si timu ambayo tena ngoja ngombe. Timu ambayo itakayokuja kuutikisa utawala wa Simba na Yanga, itakayokuja kukaa katikati na kuutikisa kweli misimu hata 4 5 ikaja ikawatikisa, hiyo ndio itakuwa timu yangu. Kama Singida Black Stars. Singida Black Stars haiwezi kuwa timu ambayo inaweza katikisa utawala wa Simba na Yanga. Singida Black Stars na yenyewe ni moja kati ya sehemu ya Yanga. Singida Black Stars ni moja kati ya sehemu ya Yanga, kwa hiyo haiwezi kuja kutikisa utawala wa Simba na Yanga. Nikushukuru sana.
Nashukuru sana ndugu yangu.